Inaonekana wazi kwamba serikali inazidi kutia ugumu sana kwenye kesi ya Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema, na hii mara tu baada ya Godbless Lema kutoa taarifa kwamba serikali imetangaza kwamba hamna mtu ambaye anaruhusiwa kwenda kumtembelea na kumwona Tundu Lissu gerezani isipokuwa ndugu yake wa damu. Nataka ni nukuu alichokuwa amekiandika Godbless Lema kupitia mitandao yake. Alikuwa ameweka picha yake pamoja na Tundu Lissu, lakini pia akasindikiza na caption ambayo alisema hivi: leo nimetembelea mwenyekiti Tundu Lissu magereza. Wakati wa mazungumzo alinieleza kuwa amefahamishwa kuwa kuanzia sasa hataruhusiwa kutembelewa na mtu yote isipokuwa ndugu zake wa damu. Huku mazungumzo yetu yakiendelea, askari mmoja aliingia ghafla na kwa ukali akanielekeza nitoke nje mara moja. Lema, toka nje, alisema. Toka nje, toka nje. Nilitii bila maandamano. Nilipotoka nje, nilimkuta yule askari na kumwambia pole sana na kupenda. Najua unichukii na sina shida nawe. Tatizo ni mfumo mbaya unaotutesa sisi sote. Kuna siku tutavuka na kutakia siku njema. Tafadhali Gen Z, pokeeni taarifa hii, pia waambieni na ndugu na wazazi wenu. Mwisho wa nukuu wa kile ambacho alikuwa amekiandika Godbless Lema kupitia Instagram yake kwake. Sasa hapa anaweka wazi kwa Watanzania kwamba yeye huenda akawa ndio mtu wa mwisho ambaye sio ndugu wa damu wa Tundu Lissu kwenda kumtembelea magereza baada ya amri mpya kutolewa na serikali. Na anasema kwamba ni ujumbe ambao aliupata moja kwa moja kutoka kwa Tundu Lissu mwenyewe, ambaye wakati wanaendelea na mazungumzo Tundu Lissu akafunga na kusema kwamba kuanzia muda huo ambao walikuwa wanazungumza ni kwamba hamna mtu yote ambaye alikuwa anaruhusiwa kuja kumtembelea, kuja kumuona magereza isipokuwa ndugu yake wa damu, kwa maana kwamba wanachama wenzake na marafiki zake wa karibu hawaruhusiwi kabisa kumsogelea na kwenda kumtembelea magereza. Lakini amedhibitisha kwamba mwenyewe wakati baada anazungumza Tundu Lissu hiko kikatokea hiko ambacho Tundu Lissu alikuwa amemwambia, maana askari ambaye alikuwa kwenye duty siku hiyo akaja na kumwambia kwamba atoke nje, na amesisitiza kwamba alimwambia mara tatu, kwa maana kwamba ulikuwa ni msisitizo na alikuwa yupo serious sana, hakutaka hata kumpa muda kuendelea kuwepo pale. Sasa yeye ametoa taarifa hizi kwa umma na ametoa taarifa pia kwa Gen Z. Kwa mujibu wake mwenyewe anasema kwamba Gen Z wapokee taarifa hizo, lakini pia wahakikishe kwamba wanaambia na wenzao pia. Sasa inaonyesha namna gani kesi ya Tundu Lissu bado inazidi kuwa ngumu kidogo na inazidi kuwa complicated, kwa maana kwamba wengi ambao walikuwa wanaenda kumtembelea, labda serikali inahisi kwamba itakuwa sio vizuri kukutanisha na watu ambao wapo uraiani kuweza kumtembelea na kumpa taarifa labda ya nini ambacho kinapangwa kufanyika, na labda kumtembelea kwake wanaenda wakamchukua ama wakachukua pia ushauri kutoka kwake waje ufanyie kazi uraiani, kitu ambacho serikali labda inazuia, ikizingatia kwamba nchi ipo kwenye hali fulani hivi ambayo sio stable sana. Nchi ipo kwenye hali ambayo kila mmoja ana wasiwasi kwa nafasi yake, kizingatia kwamba ni siku kadhaa zimebakia mpaka kufikia tarehe 9, siku ambayo vijana wamepanga kuingia mtaani kwa ajili ya kuandamana na itakuwa ni siku ya uhuru. Sasa nadhani kwamba alichokisema Godbless Lema kinaonyesha uzito wa namna gani serikali imejipanga kuweza kuhakikisha kwamba inazuia na kudhibiti maandamano yote ambayo yatakuwa yamepangwa kufanyika tarehe 9 ya Disemba. Nipe maoni yako kuhusiana na maamuzi ya serikali pale chini kwenye uwanja wa comment.